Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, thumma salatu wassalam ala rasulillahi al-amin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Ndugu yangu Muislam na mpenzi katika iman, hususan wewe ambaye umekuwa ni mfuatiliaji wa karibu kabisa wa darasa zetu mbalimbali tunazozitoa na vipindi vyetu mbalimbali tunavyotoa, lengo, nia na makusudio kukusaidia wewe ndugu yangu unayenitazama hivi sasa katika kupambana na mitihani, misukosuko na mabalaa mbalimbali yanayotuandama katika jamii yetu tuliyokuwa nayo. Leo biidhnillahi alkarim, ndugu yangu Muislam na mpenzi katika imani, nataka nikupe moja katika njia mujarrab sana ya kushinda vitimbi vya adui yako. Yaweza kuwa unafanyiwa vitimbi na adui yako, unafanyiwa ile fedheha na adui yako, unafanyiwa mikwara na adui yako, unafanyiwa vitimbi mbalimbali na adui yako, unafanyiwa kila aina ya vitimbi na adui yako. Vipi utavuka vitimbi vyake? Vipi utamweza adui yako juu ya vitimbi anavyokutendea? Ndugu yangu Muislamu, Qur'ani yetu ndiyo ponyo na shifaa ya kila jambo. Jambo lolote lile litakalokupata, amini ya kuwa Qur'ani ina uwezo wa kukusaidia, kukuondosha katika mtihani uliokuwa na kukupeleka katika njia iliyokuwa sawa. Kwa sababu Qur'ani imekusanya kila kitu ndani yake. Sasa leo naomba unitegee sikio vizuri ndugu yangu Muislamu na mpenzi katika imani, ili niweze kukufahamisha namna gani unaweza ukavishinda vitimbi vya adui yako, namna gani unaweza ukazishinda hila za adui yako, namna gani unaweza ukazishinda na kumweza adui yako kwa idhini yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa ikiwa wewe ni muhanga wa jambo hili, iwe ni kazini kwako, katika biashara yako, katika shughuli zako mbalimbali, adui amekuandama, unafanywa vitimbi kila kukicha, kila unavyojitahidi, lakini unaona vitimbi vimekuwa vingi. Nini unachotakiwa kufanya? Unachotakiwa kufanya kitu kimoja ni hili ndugu yangu Muislamu. Siku yoyote katika hizi siku 7 za wiki, unaweza ukaamua kuitenga siku yoyote katika siku hizi, ila ukifanya siku ya Ijumaa biidhnillahi alkarim ni mujarrab zaidi, na kusudia ule usiku wa Ijumaa. Nikisema usiku wa Ijumaa ninamaanisha ya kuwa ni ile siku ya Alhamisi inapofika magharibi, ule usiku wake ambao tukiamka kesho yake inakuwa Ijumaa. Ukitumia huu usiku itakuwa ni bora zaidi. Yani nakusudia ule usiku wa Ijumaa, kwa maana Alhamisi jioni, yani Alhamisi imeshaondoka, Ijumaa sasa imeingia. Pale ndugu yangu mpenzi Muislamu na mpenzi katika imani, ni katika nyakati bora. Lakini unaweza ukaitumia siku yoyote ile, unaweza ukatumia, si sharti kwamba iwe ni lazima usiku wa Alhamisi kuamkia Ijumaa. Siku yoyote unaweza ukatumia, ila bora zaidi ukifanya hivyo inakuwa ni vizuri zaidi. Sasa usiku ule utakapokuwa umefika ndugu yangu Muislamu, ni vyema zaidi ukaamka kwenye majira ya saa 8:30 au ukaamka majira ya saa 9 biidhnillahi alkarim. Chukua udhu wako vizuri, udhu uliokuwa sawa sawa. Baada ya kuchukua udhu wako ndugu yangu Muislamu, sali rakaa zako hizo, sali rakaa 2. Rakaa ya kwanza, nisikilize vizuri. Rakaa ya kwanza ndugu yangu Muislamu, unasoma suratul Fatiha, alafu unasoma alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Hii sasa unaisoma mara ngapi? Hii alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil unaisoma mara 7 katika rakaa ya kwanza. Alafu rakaa ya pili unasoma tena suratul Fatiha na alam tara hiyo kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, lakini sasa utaisoma mara 5. Kwa maana rakaa ya kwanza utaisoma mara 7, rakaa ya pili utaisoma mara 5. Utakwenda kwenye kusujudu na kutoa salamu. Ukishatoa salamu, leta istighfar mara 100, astaghfirullah 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 mara 100. Baada ya hapo msalie Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama, naye msalie mara 100. Ukishamaliza kumsalia mara 100, sasa hapo ni wakati muhimu sana ndugu yangu Muislamu kuweka nia zako, na ninakupa mimi mfano. Ukishakuwa tayari umeshatoa ile salamu, umeleta istighfar, umemsalia Mtume, sasa unatia nia zako. Sawa? Uzuri wa kutia nia ama ubora wa kutia nia unaanza na maneno haya: alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam.
Sawa, unaanza na maneno haya: alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Sasa baada ya hapo ndio mwambie, ewe Mwenyezi Mungu mwingi wa haki, usiyeshindwa na kitu chochote, wewe ndio Jabbar. Unaanza kwanza kwa kumsifu Mungu. Sawa ndugu yangu Muislam, unaanza kwanza kwa kumsifu Mungu. Wewe ndio Jabbar, wewe ndio Mutakabbir, wewe ndio Khaliq, wewe ndio ala kulli shay'in qadir. Wewe ndiye ambaye unapotaka jambo lako liwe huliambia kuwa lile jambo likawa. Wewe ndiye ambaye haushindwi na kitu, hauathiriwi na usingizi wala hauathiriwi na wakati. Ninakuomba Mola wangu mlezi, katika huu usiku wa manane, juu ya haya ninayoyatenda na ninayoyafanya, dhidi ya vitimbi ninavyofanyiwa na maadui zangu, dhidi ya uadui ninaotendewa na maadui zangu, Allah wewe ni shahidi, sina haja ya kumtaja ni nani, bali wewe Mungu unajua zaidi kuliko ni mimi ninachokijua. Na kuomba Allah subhanahu wa ta'ala, mimi sikufundishi nini cha kumfanya adui yangu, ama mfanye hivi mfanye vile, la, ila na kuachia wewe, kwa maana maamuzi yako wewe Mungu ni katika maamuzi yaliyokuwa bora kabisa. Utajua unaninusuru vipi na vitimbi hivi vya maadui. Ndugu yangu, hii ni mujarrab sana. Hata kama kuna mtu anataka kukudhulumu haki yako, kuna mtu anataka kuchukua haki yako kwa nguvu, kuna mtu anataka wadhulumu kwa nguvu, hii ukifanya ni mujarrab sana sana ndugu yangu, na itakusaidia kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hasa hapo unatia nia zako zote. Baada ya kutia sasa nia zako zote, ndugu yangu Muislamu, kafungue suratul Ra'd. Unaijua suratul Ra'd Kafungue suratul Ra'd. Sasa ile suratul Ra'd aya za mwishoni kule kuna aya inasema, وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ. Unaishia hapo, وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ liman uquba dar. Narudia tena, waqad makara alladhina min qablihim falillahi almakru jami'a ya'lamu ma taksibu kullu nafsin wa sayalamu alkuffar liman uquba dar. Aya hii sasa ndugu yangu, baada ya kuwa umetia nia zako, unaisoma mara 81. Sawa Nikisema mara 81, yani ni non stop. Usisimame wala kusema neno lolote katika hizi mara 81 utakazozisoma. Yani ni non stop. Ukisikia non stop, hakuna kusimama mara umeenda kushika hichi au mtu akakuzungumzisha au umeshika simu. La ndugu yangu, ukishaanza ni non stop. Sawa, waqad makara alladhina min qablihim falillahi almakaru jami'a ya'lamu ma taksibu kullu nafsin wa sayalamu alkuffaru liman uquba dar. Unaipiga mara 81. Ukishamaliza mara 81, sasa utarudi tena baada ya kumaliza hizo mara 81, utarudi tena kumsalia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ndugu yangu, anayetenda ni Allah subhanahu wa ta'ala, lakini mimi ninakwambia usijaribu kutenda haya. Kama kweli unafanyiwa uadui, utakuja kunishukuru kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kama kweli una hakika kuna vitimbi unafanyiwa, una hakika kabisa hauna amani hata katika mji wako, hata vile vitimbi unavyofanyiwa katika ndoa, mtu ana ndoa yake maskini anafanyiwa vitimbi aweze kuachana na mume wake, una vitimbi katika kazi yako na una hasadi za wazi unafanyiwa vitimbi vya wazi ili niachishwe nifukuzwe kazi. Kama unafanyiwa hivi vitimbi ukaja ukafanya haya kwa ikhlasi na imani, ndugu yangu Muislam, utashangaa. Mimi na hakika sina wasi, utashangaa namna ambavyo vitimbi vyao vitakavyokuwa vyenye kutawanya na kupeperushwa kama vile pamba iliyotawanywa. Utashangaa kabisa ndugu yangu Muislam. Hii ni mujarabu. Ukiifanya, ifanye kwa imani, ifanye kwa yaqini, utaona Allah subhanahu wa ta'ala nini atakacho kufanyia. Ifanye wiki ya kwanza,
unaifanya na wiki inayofuatia, unaifanya na wiki inayofuatia. Yani kama utafanya Alhamisi kuamkia Ijumaa ya wiki ya kwanza, ya wiki ya pili, ya wiki ya tatu, wallahi alazim utaona maajabu biidhnillahi alkarim. Shukran lakum, jazakumullah khair. Salamu alaykum.